akanitundika neno kuhusu seasons. Haleluya, yani majira ama nyakati. Bwana asifiwe. Katika ule uandalizi ama wa mkulima, mkulima ni mtu mmoja ambaye anakanga akiwa ama hukaa akiwa mwangalifu sana, checking on what is going on. Yeye hukaa akiangalia hali ya anga ama akiangalia mabadiliko jinsi yanavyokuja. Bwana asifiwe. Pengine kwa mwezi mmoja hivi ama mwezi na wiki mbili, ungekuwa wewe unaishi around the area, ulikuwa unaona kazi kubwa ilikuwa kwa hizi barabara ni tractor zilikuwa zinapita tu, zinakimbia Kiserian, zinaenda sijui wapi, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa tayari wametazama na wakaona kuna majira ambayo inakuja ya mvua, majira ambayo inafika ni majira ya kupanda vyakula na kuviweka kwa shamba. Na ndiposa ukapata kuna mtu alikaa kule Mwea, akajua mvua itakuwa inaonekana katika upande wa Kajiado, akagurumisha tinga yake akaleta pande hii, akuja aweze kulimia watu shamba wakae tayari. Hallelujah. Father, we thank you. We give you glory. We give you honor. I'm just a vessel, Lord, to be used by you. Mimi ni chombo tu Bwana cha kutumika nawe Bwana. Jitukuze ndani yangu Bwana. Jiinue Bwana kwa ajili ya imani ya watu wako Bwana, kwa ajili ya safari waliomo ndani, kwa ajili ya matamanio walio nayo ya kukuona Bwana, na kwa ajili Bwana ya matamanio wanayo ndani ya mioyo yao ya kuishi kukutukuza Bwana. Nitumie kama chombo wa kuinue Bwana. Kwa Yesu Kristo twaomba tukiamini. Praise God. Tusoma kitabu chetu katika Mhubiri, Ecclesiastes 3. Kifika pale useme amina. Kitabu hiki hutanguliza ama ni kitabu ambacho wengi wanajua huwa kinasomwa katika mazishi. Wakati mwingi ukikuja kuhubiri katika kanisa kitabu hiki, watu wanashindwa, kwa sababu wengi wamezoea the book is preached or read during the burial. Lakini kwa siku ya leo nataka kushukuru Mungu kwa sababu tutatumia Ecclesiastes 3 kuendelea. Kitabu hiki kinasema, mtaniruhusu nitasoma Kiswahili kidogo alafu niingie kwa Kimombo. Kwa kila jambo kuanzia pale mwanzo, Ecclesiastes 3 chapter 1 kuendelea. Mhubiri 3 nitaanzia pale 1. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya bingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga. 4. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia. 6. Wakati wa kutofuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa. Hallelujah. 7 inasema, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. Father, we thank you. As we look deep into the message of the day, Lord, Spirit of God, we depend on you. We rely on you. If there's anything, the Lord, that could be a burden in our hearts today, that may hinder your word coming into our hearts, we pray you may take it away. Father, may your word find a good place in our hearts, where it can grow, where it can settle and grow and yield more, O God, for the glory of your name. In Jesus' name.
Nitasoma kwa Kimombo kidogo alafu nitakuwa na tafsiri. Season a divinity ordained, purposeful and seasons are divinity ordained. Nitasema nyakati ni hali ambazo zimeteuliwa. Kwa wakati ambao tuko ndani yake, ambao ni wakati wa mvua, ni wakati ambao umeteuliwa. Ni Mungu ameuteua wakati huu tuweze kuwa katika mahala hapa tumwabudu. Haleluya. Mchungaji wetu ambaye ni askofu huwa anatuambia kwamba kuna wakati alikuwemo na fellowship ndani ya nyumba yake. It was a season ya kukua pale katika nyumba. Akawekwa katika hatua nyingine ya kutolewa pale na kupelekwa kwa kimani. Akawekwa pale kwa kimani kwa sababu kuna maandalizi ya wakati ule alikuwa akiandaliwa ndani ili afikishwe mahali hapa yuko. Hallelujah. These seasons are purposeful. Nyakati huwa zina malengo. Yaani zimewekwa zikiwa na kusudi. Nyakati ya mvua imekuja na kusudi ya tuweze kupanda. Nyakati ambayo inakuwa nyakati ya kukauka, ama kuna ile nyakati ambayo sitasema imekauka ama ina mvua, inatupatia wakati wa kupalilia. Nyakati ambao kumekauka na mimea imemea, inafika wakati wa kuvuna. There is a purpose for every season. Bwana asifiwe. Kunalo lengo ama kunayo makusudi katika nyakati ambazo tumo ndani. Roho wa Mungu akatuambia Jumapili tujue ni nyakati gani tuliomo katika madhabahu. Haleluya. Siku ya leo ametuambia kwamba tuko katika zile nyakati za yeye kujitukuza. Ni sisi kutambua atajitukuza vipi katika wakati huu wako katika madhabahu. Nyakati they are chronological periods. Sijui kwa Kiswahili nitaziweka aje, lakini zinakuwa nyakati zinaambatana kwa mpangilio. Wakati wa Mungu haukuji tufua. Mungu haachilii mambo tufua. Mungu huandaa. Nitapeana leo tu askofu kubali nipeane mfano na wewe zaidi. Kuna siku askofu mahali ameketi alikuwa analima. Haleluya. Ni maandalizi yalikuwemo ya yeye kuwa analima mahali hapa. Haleluya. Tulipewa ka story kidogo ndio askofu aweze hata kulima hapa. Tulikuwa na Morris mahali, tukapewa na Reverend ka story kidogo ndio hata ifike askofu kuweza kulima hapa. What happened katika the process, niliona ni maandalizi Mungu alikuwa anaandaa. Yaani anakutake through away ili aweze kukufikisha mahali ambapo anakufikisha. Bwana asifiwe. Askofu angekuwa angeletwa na Mungu alime mahali hapa, hangejuana na mwenye hapa. Haleluya. Na kwa sababu aliletwa mahali hapa akajuana na mwenye hapa, alimwambia tamanio la yeye kuwa wakati mmoja na shamba la kanisa. Na mwenye hapa alipotamani kuuza, alimkuta yeye akamwambia na siununue mahali hapo. Haleluya. Yaani mambo ya Mungu katika nyakati yanapelekana kwa mpangilio. Ni sisi wakati mwingine wanadamu tunataka yaruke. Haleluya. Ilikuwemo wakati moja mama yangu alikuwa angenichapa kwa sababu sijafanya mambo fulani. Kuna wakati alitarajia some expectation kutoka kwangu. Alikuwa anatutandika. I think like my brother, ukimwangalia siku moja maybe atakuja hapa kama atavaa t-shirt, ni mweusi lakini akivaa t-shirt fupi umwangalie huko mikono. Kuna wakati alikosea mama akakasirika akaweka kisu kwa mkono akachoma yeye. Ni wakati ulikuwepo. Kichwa yake ikakuwa kuna wakati mama alikuwa anatutandika.
anakuuma huku kwa mgongo, alama ziko huku, unakushika kwa sababu tulikuwa vijana. Sasa ndio usiweze kutoroka, anakushika vizuri, anauma. Sasa unajua itabidi usimame tu hapo utandikwe. Siku hizi siwezi chapwa na mama kwa sababu huo wakati ulipita. Haleluya. Na kile ambacho mama alitaka kiingia ndani yangu kiliingia. Hallelujah. Because it was a season I had to be punished in order to know how to live in the society. Hallelujah. Yalikuwa majira lazima ningeadhibiwa ndiposa niweze kujua jinsi ya kuungamana na nyinyi. Niliwaambia si tuliweza kukuzwa ama kuwa mahali ambapo kulikuwa ni kubaya. Kawangware, wale wanajua kuhusu Kawangware, around inaitwa area Bora Coast hapo, sokoni hapo. Ungegeuka pande hii ni changao, ukigeuka pande hii dawa za kulevya, ukigeuka pande hii ni silaha, ukigeuka pande hii nyingine anasa. Lakini Bwana alinitoa pale kwa sababu hiyo kutandiko aliweka ndani ya mama anitandike, ilifanya nikaweza kukua mtu ambaye alikuwa naona mbali. Bwana asifiwe. It is not all time that God will put you into that season that he hates you. Hallelujah. Bwana anapokuweka majira uliomo ndani, majira ambayo Roho alituambia tutambue, tujue tuko katika majira gani. Bwana hajakuweka kwa hayo majira ni kwa kuwa na kudharau. Amekuweka kwa sababu majira yale yana divinity, yana uungu ndani yake. Majira yale ni majira yaliyokuwa ordained, yani ni majira yaliyowekewa wakfu. Ni majira ambayo yana malengo. There is somewhere God is taking you because of the season you are in currently. Bwana asifiwe. Yani uko ndani ya hali uliomo kwa sababu kuna mahali Bwana anakuelekeza. Season are orchestrated by God to develop character. Majira yanawekwa na Mungu ndiposa yakaweze kutengeza tabia. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nimekwambia mama alitutandika kwa sababu alituweka kwa hayo majira ya vita that time, ndiposa tabia zetu zikuwe nzuri. Hallelujah. Mungu ameweza kuandaa majira ili yakaweze kukuza tabia fulani ndani yetu. Hallelujah. Mungu anatuingisha kwa majira fulani ili tuweze kukua katika tabia. Season fulfill prophecy. Majira mengine utapitia ndani ndiposa unabii ambao hutolewa hapa kila siku ukatimie. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kuna majira yatakuja ndiposa unabii ulionenwa miaka 20 juu ya maisha yako utimie. Hallelujah. Wakati nilikuwa katika kanisa nilimokuweko, Bwana alikuwa amenena na watu kadhaa kuhusu mimi kutoka kule. Bwana alikuwa amenena, hata mamangu akapatana na mtu, akamwambia kijana wako ni mhubiri, mwambie mahali aliko aende atoke. Mungu anataka atoke. But nilikuanga ina situation ambayo sikuwa nataka kusikia mtu ananiambia hivyo. Lakini kuna majira ilifika, Bwana akaamua lazima utatoka. Bwana asifiwe. Ndiposa niweze kuwa mtu ambaye nitamwabudu, nitamuinua katika njia iliyo kuu. Hallelujah. Nilikuwa kwa mahali ambapo ungeomba unene kwa ndimi ungeitwa kando. Nashukuru Mungu niligrow kwa that kanisa, lakini ingekuwa ni mahali ambapo ungeomba jinsi huwa tunaomba mahali hapa, wataona wewe ni wazimu. But level yangu ambayo Mungu alitaka mahali nitanena, nitaomba, nitapiga magoti na uhuru wote. Ikakuwa katika that season ili Mungu aniondoe, unapata the people that are supposed, watu ambao wanastahili kukukuza wanakudharau, wanakusingizia. Hadi nikaondoka.
Hallelujah. Because God wanted, the prophecy alikuwa amesema nitoke kule, nitoke. Hallelujah. And the season demonstrates the sovereignty of God. Yani majira yanaoneshana ukuu wa Mungu. Katika kitabu cha Mhubiri ametuambia kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Hallelujah. Seasons that at times we find ourselves in. Unajua wakati mwingine tunafanyanga mambo alafu tunajiuliza, na dekoride sana sana wa Kikuyu wanaulizaga nilijipataje hapa? Samahani, hata wengine kwa ndoa wanajiuliza na nilijipata kwa hii ndoa haje? It is a high time you begin to learn, anza kujifunza majira hayo uko ndani ni kwa nini ulijipata mle. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Pengine Mungu alikuleta kwa hiyo ndoa ambayo wale wapewa nitaita mashemeji hawakupendi, ambao hawamjui Mungu. Alikuleta pale ili wahubirie, ili wewe ukuwe mfano mwema, wakapate kumuona Yesu. Hallelujah. Pengine Mungu alikuingisha kwa hiyo familia ya walevi ili waone waone tabia zako, waone mwenendo wako, wakaweze kubadilika, wasiende kwa shetani. Neno limetuambia kwamba katika mambo yote kuna majira ama kuna kusudi yaliomo chini ya mbingu. Waliomo chini ya mbingu ni sisi ambao tunaitanishwa na Kristo, ambao Bwana anatuacha tupitie majira tukaweze kusoma. Hallelujah. Season reflect a cycle of timing. Yani majira yanaonyesha mzunguko ama mpangilio wa mambo. Planting, harvesting, testing and resting. Kuna wakati mkulima anang'ang'ana, nimesema anang'ang'ana trakta kwa shamba kupendua mchanga, anakuja anaweka mbegu, anapalilia, anakuja anapalilia chakula, anavuna. Lakini kuna majira ambayo mkulima utapata tu amekaa, kazi yake ni kuangalia soko iko wapi auze. Wale ambao tumetoka huko Western wenye wanalima Trans Nzoia, wanalima mahindi, kuna wale wajaitembea waende waone mahindi. Kuna mahindi, watu wanapanda mahindi na zaa tatu mrefu, ukiingia unaweza kusidhani ni msikichaka sababu imepandwa imeshikana mahindi kabisa. Kuna wale ambao wanapanda miwa huko Mumias, huko kwa Nabongo. Nilienda huko Mumias, nilikuwa naambia bibi yangu, nilifika hivi Mumias saa 12 asubuhi, nimeshukishwa na basi, naona trakta na miwa nang'ang'ana nao kukimbia nivute nikule. Unajua miwa Nairobi ni expensive, lakini mimi nang'ang'ana na miwa. Wenyewe wananiambia achana na hii, utakula uchoke. Na ni ukweli, nilikula ulimi ikakataa. Unaenda unaambiwa sasa ndio hii miwa, hii ni ya sukari, hii ni ya kukula. Bwana asifiwe. Kuna sasa majira unapata huyo mkulima wa miwa ama mkulima wa mahindi ana toil, anang'ang'ana, ana sweat, anaumia, anatoa fedha zake, anatafuta madawa, anang'ang'ana na wadudu. Lakini kuna yale majira inafika ambao anakaanga tu chini, yeye ni kuangalia soko linasema nini kuhusu uuzaji. Kwa sababu anajua sasa ni wakati wa kuvuna, nani ni wakati wa kupumzika, akule sasa faida. Bwana asifiwe. Do not give up in the season you are in. Usikufe moyo katika majira uliomo ndani. Hallelujah. Usikufe moyo. Angalia ni hatua gani umebakisha. Ingia katika hiyo hatua nyingine. Mwambie Bwana akutie nguvu, akuweka to the next one. Ndiposa wakati utafika katika hiyo hatua ya timing, utafika katika ile hatua ya planting, ufike katika hatua ya harvesting, utafika katika ile hatua tunaitanga ni ya resting. Bwana asifiwe. Seasons are designed for growth and are aligned to humanity with God, not for our timetable. Hallelujah. Wacha nifafanue pale niseme ya kwamba majira yamewekwa kwa ukuzi wetu. Seasons makes us to grow. Bwana asifiwe. Majira yanatufanya tukue.
Tungekosa kuwa katika majira ambao ni majira ya kukosa, hatungeuona utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Askofu angekosa kuwa katika yale majira ya kuuza mayai ili aweze kukuza kanisa, hangeona the provision ya Mungu jinsi huwa anakuja. Haleluya. Wengine wangekuwa katika wakosa kakuwa katika yale majira ya ukosefu, in any way financially, children ama nini, hawangejua kuna Mungu ambaye ana provide. Seasons makes us to grow. Majira yanatufanya tukue. Bwana asifiwe. Majira yalinifunza kusurvive mapema. There's one time, na Mungu asikubali ifanyike hapa, my mom and my dad divorced for 3 years. Wakati waliachana miaka 3, nilikuwa firstborn. Mimi ndio firstborn. So dada kaenda zake, mama kaenda zake. Tumeachwa kwa nyumba. Went through a tough time that time. Nikaacha shule, nikaandikwa kwa hoteli. Nilipoandikwa kwa hoteli, unajua sasa maisha ni ngumu. Nafanya kwa hoteli siku 3 kwa wiki, 4 kwa wiki. Mwenye hoteli namuomba siku mbili niko kwa soko nauza beba ya mwana ya. So what we used to do, nilikuwa nikienda kwa ile beba ya mwana, Mungu anisamehe, nilikuwa mwizi kidogo hiyo siku. Ulikuwa ukienda huko asubuhi, ukitoka usitoke na nguo mzito, utoke na nguo nyepesi. Ndiposa wakati unasema beba ya mwana, ukiinua hivi, ukiona hii t-shirt inaweza kukutoshea, unavaa. Ukiinua hivi, ukiona hii kinyasa inakutoshea, unavaa. Ulikuwa unaenda nyumbani umevaa vinyasa kama 7 ama longi 7 na t-shirt. Because now hizo nguo you have to share with your brothers. It was a hard time. Ilikuwa ni majira. Nashukuru Mungu because during that season is when I started connecting with God. Ndio nilianza kuingishwa kwa kanisa, nikaanza kumjua Mungu. Maybe wazazi wangu wangekosa kuachana that time, singekuwa niko hapa. Ningepewa maisha mazuri. Na nikosa kujua kuna Mungu ambaye analinda wale ambao hawana wazazi. Haleluya. Nilikuwa naambia mtu after niliacha kazi kwa hoteli, mpishi mmoja alikuwa ule ambaye unajua kwa hoteli kuna ule anapakuaga chakula. Si wote wanapakua chakula. Sasa akishapakua akipakua hakuwa anamaliza sufuria chakula yote, because now mali tulikuwa tunaishi hoteli ilikuwa mbele, sisi tuko pande ya nyuma. Na vyombo zitaoshewa wapi? Huko nyuma. Sasa alikuwa after ile masaa ya saa 10 nina time juu chakula ilikuwa imeisha. Unaenda pale na kasuku kama ile, unawekewa marago hapa, unawekewa kuna ile kidogo amekubakishia. Wengine wanaita mokoroto ile hiyo, sijui kwa mnaijaje kwa Kiluya hiyo kufagia sufuria hivi. Hiyo yenye imebaki. Sio Kikuna fikiri wanaita makoroto. Hiyo hivyo. But we survived. It was a season. Hallelujah. It was a season. That season made me to grow. Nilikuwa na mattress, hata nikioa mpenzi wangu, nilikuwa na mattress tulipeana juzi kwa mama mwingine alikuwa amechomekewa huko. Nilinunua hiyo mattress nikiwa class 6. I think kitanda yenye ngendo na laliaga, I bought that kitanda nikiwa class 6. Na kisu ambaye tunatumia kwa nyumba hata wa leo, kisu nilinunua nikiwa class 6. Majira yale nilikuwepo wakati ule yalifanya nikajua kuhaso. Haleluya. Ni kwa sababu nilikuwa kwa majira yalifanya nikajua kutafuta. Na yakanifanya nikajua hata nikipata mtu anachoma mahindi nisimdharau, anatafuta. Hata nikipata mtu anakuja kwetu anatufulia nguo ni muheshimu, anatafuta. Ni majira aliyomo ambayo Mungu atamtoa. Haleluya. Wapendwa, acha niwaambie tushukuru Mungu kwa sababu kwa majira tulio ndani yametufunza kujua Mungu ni nani. Wengi wa dunia ambao hawajakuwa connected na Mungu, wanapoingia kwa majira wanapata depression. Wengi wanajiua, wengi wanajinyonga, wengi wanajikosea maana, wanaacha hata kuoga,
Unapata mtu alikuwa na ng'ara haogi, lakini kwa sababu si tunajua yote yatendekao kwa wema wa mjuao Bwana, tuna grow. Haleluya! Si Bwana atusaidie tu grow, tukue ndani ya majira tuliyomo, tufunguke mawazo yetu, atusaidie mioyo yetu imtafute zaidi. Majira yanatufanya kukua kwa sababu si kwa ajili ni kwa mpango yetu kiwanadamu ama kulingana na timetable yetu, lakini ni kwa sababu yameunganishwa na mapenzi ya Mungu. Haleluya! Wewe hauamkangi unasema kesho nitakuwa ninalia. Kuna mtu anatamaningi akuwe katika hali ya machozi, umepoteza sijui ndugu ama mama. Ni kujipata, huwa tunajipata, na tukijipata pale, Mungu anakusudi atupitie pale ili tutokee pande ile ingine tukiwa tuko sawa. Haleluya! Season is a God ordained temporary period designed for a specific purpose, time to every purposeful reason under the heaven. Yani majira yametengwa na Mungu, ni kwa muda mfupi ambayo yameweza kuwekwa katika malengo fulani ama malengo fulani ya muda chini ya dunia. Haleluya, haleluya! Si kwa sababu ulifungiwa nyumba jana utafungiwa nyumba milele. Haleluya! Sio kwa sababu landlord alikutusi jana ataishi kukutusi. Haleluya! Sio kwa sababu jana haukukula nyama jirani ya kikula hautakula nyama milele. Haleluya! Ni majira tu uko ndani, ili Bwana akuandae. Wakati meza yako itakuwa imejaa nyama ya kuku, samaki, ugali na nini, utakuwa unaweza kumshukuru. Haleluya! Ni kwa sababu umekosa nguo kwa wakati huo, ili Bwana wakati atakupatia majira, ukifungua wardrobe hivi unashindwa ni gani utavaa, utaweza kumshukuru. Haleluya! Bishop akatuambia wakati mmoja alienda na oversize. Wamama wanamwambia ni smart, lakini ndani yake anajua hayuko smart. Haleluya! Huyo Mungu wa Bishop aliyemtoa kwa oversize akampatia ambazo zinamfita, si huyo Mungu wa kuonekanie ndani ya majira ambayo uko siku ya leo, ili unaposimama mbele ya watu usimame na confidence. Siku ile mtatembea kwangu nitawapeka album. Hata mimi nilivaa oversize Bishop. Nikianza kuwa pastor nilikuwa napewa ni koti, mama Ngendo huona hiyo picha ananishekelea. Nilikuwa nimepewa koti imefika huku bwana. Lakini I was so Alafu unajua sana nilikuwa natembeanga hivi, Unajua hizo Viki, mimi nilikuwa naendaga hivi. Saidi nilikuwa imebend. Lakini uko na oversize na sikuwa na feel. It was a season. Hallelujah. It was a season. Nimwambia kuna hiyo wakati tulikuwa naiba nguo. Mimi kwetu tumeacha kuvaliania nguo venye tulioa. Kwetu hakukuwa kiatu ya mtu ama nguo. You buy it, you bring it, weka hapo. Mimi nikiamka Sunday nikiona ndio smart, bora hiyo siku nyingine niweke ikiwa safi, mwingine afanye nini. It was a season. Bwana asifiwe. Majira hayako pale kudumu. Majira ya wewe kukosana na mume wako hayako pale kudumu. Majira ya wewe kudharauriwa na majirani hayako pale kudumu. Mwambie Bwana akufungue macho, uone mahali ambapo atakuwa na kupeleka, jinsi utakavyo survive. Bwana asifiwe. Key aspect about reason: divine timing and purpose. Pale tumesoma Ecclesiastes 3 ukielekea pale 8, tunaonesha kwamba mambo 28 pale ndani, mambo 28 ambayo yamerejelewa kuhusu jinsi majira yalivyo. Kuna majira ambayo ni ya kuomboleza, kuna majira ambayo ni ya kutupa mawe, na kuna majira ya kukusanya mawe zile. Kuna majira ambayo ni ya kulia, umepoteza mpendwa, lakini kuna majira yaliyo ya furaha. Kuna majira ya kushikilia na kuna majira ya kuachilia. Haleluya. Divine and timing purpose that God manage, implying that life circumstances, planting or uprooting, weeping, laughing, are not random but part of a divine plan. Hallelujah. Yani kitabu hiki kimetuonesha ya kwamba
katika ile hali ya ule mpangilio ambao una malengo, katika hiyo ambao Biblia imetuambia kuna wakati wa kulia na kucheka, hayakui pale tu kwa sababu yako pale, yamepangwa katika uzuri wa maisha yetu. Bwana asifiwe. Pengine Mungu ataondoa mtu fulani maishani mwako ili uweze kujua yeye ni nani. Kuna watu wanasema, unajua brother yangu, unajua. Pengine Mungu atamuondoa huyo brother, ama amnyang'anye kile alikuwa anakupatia, uingie katika majira mengine ujue Mungu ni nani. Haleluya. Kuna vitu Bwana atawacha uachilie. Watu waone ni kama umekuwa wazimu. Unapata mzee Kamura amesema mimi nimeretire na hajafikisha 60 ya kuretire. Anakuja huku watu wanaanza kusema sasa angekuwa kwa kazi, si angekuwa anavaa kiatu mzuri. Ona vile amerarukiwa. Kidogo kidogo wanaona mzee anang'ara viatu, anabadilisha kila siku. Kwa mwezi avai kiatu mara arudi. Kwa sababu Mungu alikuwa amemweka in that state. Kuna watu wanasemanga, kuna watu utapata wanatoa ushuhuda wanasema waliacha kazi nzuri waingie katika huduma. Walipoingia katika huduma wanaonekana ni kama walikuwa wenda azimu. Historia ya Apostle Kimani sikumbuki vizuri, lakini kuna mahali alikuwa anasema kuna wakati alikuwa anaenda hata Geshagi, mama yake akimuona hivi anaandaa kuku ya kuuza. Juu anajua huyu jamaa amekuja hana fare ya kurudi. Kuna wakati Bishop Harrison alikuwa anaenda na kabaiskeli. Kuna siku niliona akionyesha wachungaji wengine wa kabaiskeli, ajai katupa. Alikuwa anaenda kuhubiri na kabaiskeli, amefungilia Biblia hapa nyuma. Ilikuwa ni majira. So wakati mmoja akaingia katika matatu. Akalipishwa, alilipishwa matatu. Vile makanga huwa anakulipisha na anarudi amesahau tena anakuitisha pale, akamwambia nilikulipa. Yule makanga akamwambia nyinyi watu wa kanisa juu mmezoea, kuna maneno alimwambia hapo. Akaambia Mungu niondoe katika majira haya. Alikuwa anasema hakuwejipata kwa matatu tena. Bwana asifiwe. Si tuanze kumuomba Mungu atuondoe majira yale ambayo yamekaa muda mrefu. Tumwambie Bwana atutoe ndani. Tumwambie Bwana atuweke to the next one ili tuweze kumtukuza zaidi. Navigating transition. Kupenya mabadiliko. Wacha niweke hivyo, mnisamee mwalimu, wale wako walimu hapa Kiswahili. Season require adaptation, understanding. Yani majira yanahitaji wewe ukuwe na ile hali ya kupokea. Adaptation ni hali ya kupokea. Bwana asifiwe. Majira yanakubali upokee, ya kukubali upokee, na ya kupatia ufahamu. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie tuweze kujua majira tuliyomo, tukubali kuyapokea na tukubali kuelewa ni kwa nini. Such as recognizing when it is time for rest and time for labor. Yani Mungu atusaidie tujue majira tuliyomo ndani ni wakati mgani mzuri wa kupumzika na ni wakati mzuri gani wa kufanya kazi. Haleluya. Ni wakati gani mzuri wa kufunga, ni wakati gani mzuri wa kukula. Haleluya. Bwana asifiwe. Tukisoma Daniel 2, taweza kuniwekea Daniel chapter 2 verse 21. Daniel chapter 2 verse 21. Yani majira yatusaidie, yani majira yanapokuja tuwe wepesi wa kuyapokea, kuyafahamu, lakini zaidi ya yote tuombe kujua wakati wa kupumzika na wakati wa kufanya kazi. He changes time, season. He disposes kings and rise up other. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discretion. Yani Bwana ndiye anayefanya majira yabadilike. Hapa Danieli, kitabu cha Danieli kinasema anabadilisha nyakati. Bwana asifiwe. Wakati uliomo sio makosa. Nimekuja kukuhimiza nikwambie, the situation you are going through haiko pale kimakosa. Bwana anajua. Haleluya. Bwana anajua. Understand. Kile la muhimu ni wewe kuelewa ni wakati upi uliomo. Roho Mungu akatuambia tuelewe kwa madhabahu haya
tuko kwa wakati gani? Sijui wangapi walienda kumuuliza. Mimi nimekuwa nikimuuliza kwa hiyo wiki, anifahamishe ni wakati gani niko katika madhabahu haya. Pengine ndio wakati wa baraka zangu, ndio wakati wa kufanya kazi zaidi, ndio wakati wa kuleta wengi, ndio wakati wa kutambua the next ama kipaji nilicho nacho. Mwambie Bwana akusaidie. Hallelujah. Symbolic season. Beyond agriculture, season represents spiritual phases such as trial, blessing, spiritual growth and maturity. Yaani majira ni kitu ambacho kinaweka mfano. Kando na jinsi inawezeka huo mfano wa kupanda, majira yanaonesha ni wakati mgani ambao wewe ni wa kukua kiroho, ni wakati mgani ambao ni wa kupitia majaribu, ni wakati mgani wa baraka, na ni wakati mgani wa kukua na kuwa watu wazima. Paulo akasema, kuna mahali Paulo alikuwa anahubiri, anawaambia ninawalisha vyakula vya watoto, ama mnakula vyakula vya watoto, ni kwa sababu hamjafika. Ni majira walikuwemo. Haleluya. Hata sisi tunahitaji spiritual maturity. Tunatakana tumuulize Mungu, majira niliyomo ni ya utoto ama ni majira ya kukomaa? Usikuje tu hapa alafu ni neno ukuwe offended, kesho useme hata hiyo kanisa sitarudi. Pengine uligonjeka tu malaria na bishop alikuwa busy, hata angeweza kufika kwako kuombea, unasema hata huyo askofu anipendi. Bwana atusaidie kujua majira, kwa sababu majira haya yanaoneshana ni symbol. It's a symbol, yani yanakuwa mfano ya kuoneshana hata ile hali ya kukomaa kiroho. Haleluya. Majira yanapokuwa magumu, tusikuwa watu wa kusema unajua nimerogwa, unajua unaanza kukimbia kwa waganga. Hapana, ya kufanya ukomae, umtafute Mungu zaidi. Haleluya. Bwana asifiwe. Season are purposeful growth, zina malengo ya kukua. Difficult session are temporary. Hali ambayo unapitia ngumu, nataka kukuhimiza nikwambie ni ya muda. Intending to test faith. Hiyo hali ambayo unapitia magumu, nashukuru Mama Shiro amekuwa mfano mwema kwetu. Imani yake ni kubwa. Seasons zinakuja kututest imani. Kuna wengine kwa sababu jambo lili happen waliacha Ukristo, wakasema huyu Mungu anaachilia ili lifanyike, na nimekuwa nikitoa tithe, nimekuwa nikisimama na kazi. Nashukuru hata dada wetu Martha, kwa sababu aliambia Mama Shiro aliporudi, alituambia Martha alimwambia imefika wakati wa wewe kurudi kanisani. That means ya kwamba she still holds on the faith of God. Hallelujah. Despite what went through, what came in, anajua kwamba God had a reason. Bwana asifiwe. Our brothers and sisters, when these seasons comes, they are temporary, intended to test our faith, but they lead us to a testimony. Hallelujah. Seasons, yani majira yanatuelekeza katika hali ya kutoa ushuhuda. Hallelujah. Ndio inakuwa ni ngumu, inatujaribu imani, lakini mwishowe inatuongoza katika ushuhuda. Mtu ambaye hajai lala njaa hawezi kupea historia ya njaa. Mzee, wewe najua Nairobi ulikuwa unatandikwa saa zingine pale Central, unalala hapo. Mtu hajai lala hiyo sela hawezi peana historia ya sela. Hallelujah. After form 4 kupata kibarua, bado niko kwa Kristo, nikaandikwa kazi ya M-Pesa. Hiyo time ndio M-Pesa ilikuwa imevuma. Mimi tulikuja hapo, sijui vile tuliibiwa pesa, na hiyo siku nilikuwa nimeambia mwenyewe ongeza float, pesa ikaibiwa. Vile nilipigia mwenyewe aliniambia usiende nyumbani, ninakuja. Mimi nisiaibiwa, nikuja. Mimi ndio huyo Langata ile mateso nilipata, utanipata personally, nitakuja kukwambia. But it was so difficult kukaa
unaangalia ka ventilation ya Lang'ata, sijui nitakupatia ni size gani. Naona ika kitu iko hapa kwa keyboard mbele hivi. Hivyo ndio wameweka ka grill pale juu kwa futi 12. Huwezi fikia hapo upande. Na ukuta ni smooth. Sasa ulikuwa ukitaka kujua siku imeanza, mwangaza inakuja, unajua ikienda hivyo, unajua sasa siku imeisha. 5 days. Mwenye amenipeleka ndani hakuji kusema kama nifungwe, nipelekwe kotini. Lakini kwa sababu wenye walikuwa wanakuja kunitembelea, hadi OCS ananiita ananiuliza, "Surely uliiba wewe? Uliiba kweli?" Kwa sababu alikuwa anaona watu wanakuja kunitembelea ni watu wa church, mapastors. Until mtu mmoja kwa kanisa, na Mungu ambariki, alijitolea akaambia huyo mama, though alikuwa amenipeleka kwa kazi, akamwambia, "Because I know that guy, nitakulipa hiyo pesa." But kumbe later on, historia zikikuja, mama wa kijana huyu mama ndiye alikuwa anajuanga mahali kuna pesa mingi, anatuma so you get it. Yeye ndio driver wake, anamletanga, so anajua float imewekwa wapi mingi. Inafanyika. It was a season. So nakwambia, kama utawahi lala jela, you can't have a testimony about the cell. Hallelujah. Kwa hivyo uko in that season you are in, uko katika majira uliomo saa hii ya kukosa kazi. Ndiposa kesho unapata kazi, uta encourage mwenye hana kazi. Hallelujah. Today Bishop can encourage mtu kuhusu jinsi huduma uanza. Anaweza kuambia uzuri wa Bwana kwa sababu wamemuona Bwana. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because the season she was in created character in her, and it created maturity, na vile ilileta ule ukomavu wa Ukristo, iliweza kumpatia kuelewa. So nikasema difficult seasons are temporary and intend to test faith, leading to testimony and character growth. Similarly, on how to win or on how to win our hearts or prepare us for the time that is coming. James 1 chapter 2, James 1 verse 2, James chapter 1 verse 2. Inasema, "Count it all joy, my brother, when you meet trial of various kinds." Tuendele. "For you know that the testing of your faith produces standfastness. And let standfastness have its full effort, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." Bwana asifiwe. Si uchangamke sasa. Uchangamke hata kama ulilala jana njaa. Changamka, kwa sababu majira ambayo utatoka ya njaa, ukiingia chakula utamanage, utajua kumanage, utajua kuprovide kwa wengine. Bwana asifiwe. Amesema ya kwamba majira haya ni kutuandaa na tuandaa, ndiposa tuweze kuwa watu ambao wamesimama imara. Takupatia ingine, utaenda kusoma Genesis 8:22. Nafikiri inaongea kuhusu this young man called Joseph. "Because God is immutable, believers are encouraged to test him through changing seasons, knowing he will make all things beautiful in the purposeful time." Wapendwa, ni kwa kuwa Mungu ana uwezo. Wakristo nitawahimiza siku ya leo, mjaribuni huyu Bwana, mkiwa na ufahamu wa kujua kwamba atatuunda mambo yote, ama atayandaa mambo yote yawe mazuri kwa wakati rasmi. Bwana asifiwe. Usigojeke siku mbili unaanza kusema, "Bwana umeniacha." Hapana. Ambia Bwana, ninajua unaniinua kutoka hiki kitanda na nitaenda kazi. Ninajua Bwana unaniinua hapa nikashughulikia watoto wangu. Umegrow. Sisi sio watoto tena. Tumekomaa Kikristo. Haleluya. Tumekomaa. Kuna majira tulikuweko ndani. Si ulikuwa kwa majira wakati mmoja ulikuwa unaenda shule, suruali imepigwa kiraka pande hii, kiatu pande hii imetokana. Si ulitoka hayo majira? Si uko katika majira ambayo siku ya leo unavaa hii kiatu,
unasema na hii hata saa zingine hata ijaisha, mtu wa maremare anapita unampe, kesho unaenda duka unanua ingine. Haleluya. Wamama unashukwa hii style leo, unaona hii na bo. In 1 week unarudi huko. Kitambo ulikuwa unashukwa wanaita matuta, hiyo Wakikuyu na mchange hiyo jina. Wakikuyu wanaita ngoma tokoma. Yaani wanaita hizo matuta mashetani. Hizo tatu. Kuna wakati maybe ungeshukwa hiyo pembe hata imee nywele juu yake isaulike, hata ilikuwa inakaa aje. Si Mungu amekutoa hapo, amekuweka mahali kila siku tunaweza ona ngozi ya nywele yako. You have all the resources to thank God. Napeana tu kwa mfano fupi zile ambazo ni normal, but they've got a great impact in our life. Bwana asifiwe. Tusiwe watu wa kulalamika tu, lakini tuwe watu ambao wanakuwa na biblical understanding of seasons. Yusufu wakati alipelekwa gerezani, angekuwa mtu wa kulalamika, angemwambia Bwana, mbona uliacha nikazaliwa kwa mama fulani, alafu Bwana ukaua mama yangu, ndugu zangu wakanidharau, mbona Bwana uliniletea maono nikaambia ndugu zangu. Angemiss the point. Angemiss the point ya kuinamiwa. Lakini kwa sababu alijitunza na akajua kuna Mungu, Mungu ali make sure wale ambao hawakuamini watamuinamia, walimuinamia. Sara wakati alikaa, akakaa. Najua majirani walizungumza, jinsi wanazungumza kukuhusu. Wanapozungumza sio wa kwanza wanazungumzia, walizungumza kuhusu Sara nafikiria. Lakini when the right time for God came, alishika mtoto wake. Ni majira alikuwemo ndani, ili Bwana ampatie ushuhuda katika uzee, ili utuinue hata sisi katika siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Namalizia type of seasons. Seed time and harvest. Seasons of preparation and effort followed by season of reward. Nimekuambia sasa pale kuhusu Joseph. Joseph alikuwa katika ile season ya kuandaliwa, akaoneshwa watu watakuinamia. Utakuwa mtu mkubwa. Ni season alikuwa anaandaliwa. Lakini wakati alikuja katika ile kuandaliwa, yani wakati alikuja katika ile season sasa ya kuingia pale, walimgeuka, wakamrusha kwa shimo. Walisema tumuue, hapana. Tumuweke kwa shimo, hapana. Lakini angalia in the season, katika majira ama katika the time ako ndani, Bwana bado anawaandaa. Wanaona tusiue, weka kwa shimo. Pale kwa shimo Bwana anaona hapana, huyu wakiacha hapa maybe atakufia hapa. Anapitisha hapo watu ambao wananunua slaves. Wanaona njia mzuri tuuze yeye. Anauzwa, anaenda kule, Mungu anamfungulia njia, anakuwa ambaye ndio artist mzuri, anajua kuandika na kusoma. Mfalme anamuweka mahali fulani. Mfalme anaona hii kijana, anamuweka kwa mambo mazuri. Shetani kwa sababu hafurahii ambapo huyu mtu anaenda, hataki huyu mtu afikie katika majira ambao Bwana alimuonesha, analeta msukosuko hapo. Bibi ya Potifa hapo kidogo, kijana anawekwa kwa jela. Lakini Mungu anaandaa pia kule, wengine wanaletwa kwa jela na ana make sure mmoja ametolewa na amerudishwa karibu na mfalme. Si Mungu arudishe watu fulani karibu na bosi wako akukumbuke. Si Mungu arudishe watu fulani karibu na walio kudharau ndiposa waone uzuri wako. Kwa sababu huyu prisoner mmoja aliporudishwa kwa mfalme akapata ndoto, huyu ndiye alimwambia kuna mtu anaweza kukusaidia kwa kuwa nilisaidia. Bwana asifiwe. Ikafika wakati wa kuharvest. Joseph akatoka gerezani, akapandishwa cheo, akapewa bibi, akapata watoto, akakuwa hata sasa yeye ni I think it is the same way tunaonaga kwa hizo movie, ndio the same maisha walikuwa wanaishi. Ukiwa tu mfalme umekaa chini hivi, mtu wako pande hii anakupepetea, mwingine ako pande hii anakupepetea. Mwingine amesimama hapo tu na jug, iko na maji tayari ya kuwekea kwa kikombe. Mwingine ako pande hii, ako tayari kwa meza ya chakula. Anataka tu uangalie hivi alete ukule. Akafika the time of rest. I think hiyo ndio maisha Joseph alifika. Bwana tufikishe kwa hiyo time ya rest. Huu mwaka wetu wa divine speed, not divine speed, tuko kwa glory revealed.
Si Bwana afunua ufunuo. Bwana asifiwe. Because the glory, when the glory is revealed in our life, when we reach to the season of the glory being revealed in our life, that is the resting moment. Hallelujah. Kuna ile inaitangwa time of testing. Hii ni ile period inakuanga ngumu sana. It's designed to refine faith. Testing is designed to refine faith. Hallelujah. Yaani unaangalia kushoto unaona huko ni kubaya, unaangalia kulia hakuna kuzuri. Inakuanga inataka kukuinua imani yako. Wakati utaangalia katika 1 Corinthians 10:13, hizo tu uandike, sitaki kusoma. Alafu rudi uangalie 2 Corinthians 12:7. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Alafu unaweza soma 1 Peter 1:6 and 7. Utaona the way our faith should be built. It doesn't matter the trial we are in. The season we are in should make us grow our faith. Bwana asifiwe. Wakati unakuwa mgonjwa, inua imani ya uponyaji. Hallelujah. Wakati unakuwa mgonjwa, inua imani ya nini? Ya uponyaji. Ndiposa Bwana akuponye, umjue yeye ni nani. Seasons of growth. Time meant for building spiritual strength, bringing fruits. Bwana asifiwe. Yaani unakuwa katika zile hali ambazo ni za kufanya sasa ukue. Kuna hali ambazo zitakufanya ukue, seasons zingine za kufanya ukue ili uweze kuzaa matunda. Kuna wengine wenyu ama wengine wetu, Bwana asipotufitishia wakati mgumu, hatutaweza kuelezea wale walio katika ugumu. Bwana anaweza. Bwana wakati mwingine ataachilia unyang'anywe kitu, ndiposa uweze kuhimiza wengine. Mungu ana providing. Kiibiwe a provide kwa njia nyingine, uweze kuambia usijali, hata hiyo ikienda ataleta nyingine. Kwa sababu umekufanya umekomaa. Bwana asifiwe. Kuna ile sasa season ya kupumzika, ambao nimesema time of reap what was sown, period of rest in God grace. Tuwekee Romans 8:31. Inafika wakati mkulima, nimwambia mkulima anang'ang'ana kwa jua, anang'ang'ana na mvua. Kama sasa niliona juzi ama ilikuwa ni I think on Thursday, wakilalamika wakisema mtu anakuja kilomita 20, mbolea haipatikani, unachoma tu mafuta, unatumia fare, muda inapotea. Ako katika ile toiling, ako katika ile hali ya kuhangaika. Lakini kuta huyo mkulima after mind ina grow after 6 months. Kuta huyo mkulima after miezi 6, after miezi 6 anaweza nunua mbuzi ya hang kwa nyumba hivi. Anamwambia karanga, na kaka anamwambia choma, anamwambia chemusha, anamwambia hiyo nyingine tebu ndani hapo mishikaki, anakaka anamwambia nyingine siaga munitengenezee sambusa. Ako katika resting time. Hallelujah. Si Bwana atufikishie hiyo resting time ya wakati kwa season tulizo ndani. Ikiwa ni season ngumu, Bwana atuweke katika season nzuri. Ikiwa ni season za kutaka kujijua, Bwana atusaidie tujijue. Wanijua vyema Bwana. Tusimame tu kwa miguu yetu. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako. Wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, niko mbele zako.